Bwana wenzetu, tuanze simulizi tamu ya kuitwa Binti Rozane, ikiwa hii ni sehemu ya 5. Na mimi nitakukumbusha pale tulipoishia katika sehemu iliyopita, nikiwa ninamaanisha sehemu ya 4, ni ambapo Rozane alikuwa anajisana kupigia simu kwa yule mpenzi wake feki Sebastian. Rozane alipigia simu kutaka kumbia ya kwamba Sebastian, huko ulipokuwa ondoka, baba ameshakutukia, baba ni anakuwa ondoka. Lakini cha kushangaza ni kwamba Sebastian mwenyewe ndo kwanza hata simu yenyewe hakujua iko wapi. So kwanza alikuwa anaendelea kuburudika mziki, kula starehe na wanawake wawili. Unaambiwa Sebastian alikuwa yuko juu ya meza katika vibaya mno, ikipigwa mapiano, kila mapiano yuko nayo. Nini sasa kilichoweza kuendelea? Basi karibu sana kwenye hii sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Binti Rozane kutoka kwake Saidi J. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Naam, msikilizaji, simu iliita mpaka ikakatika bila kupokelewa. Rozane alijaribu mara ya pili kupiga simu ya Sebastian. Iliita lakini haikupokelewa. Rozane akapiga tena kwa mara ya 3. Simu iliendelea kuita bila kupokelewa. Jamani, pokea simu mwanaume, pokea. Alinong'ona kwa uchungu mno Rozane, lakini ukweli ni kwamba Sebastian alikuwa amezama kwenye ulimwengu wa muziki mzito na starehe. Bila hata ya kupoteza muda, Rozane aliamua kuvaa dera lingine kwa juu ya nguo aliyokuwa amevaa ya kulalia. Akajifunga mtandio vizuri. Binti huyo kuitwa Rozane akatokelezea nje, akapitia dirishani, yani kwenye hiki chumba chake, akatokea dirishani. Alipotoka alimuona Mshindo akiwa anawasha bajaji na baba yake akipanda kwa hasira kali mno. Bajaji iliyombeba baba yake na Rozane iliondoka kwa kasi kuelekea mjini. Rozane ilibidi akimbilie mpaka kwenye barabara kuu, akapata pale taksi iliyokuwa inapita maeneo yale. Akamwambia yule dereva, tafadhali na kuomba ifuate ile bajaji haraka, nitakulipa mara 2, ikimbize ile bajaji. Rozane alimwambia dereva taksi, ambaye dereva taksi hakuuliza maswali. Baada tu ya kuona ujasiri na hofu kwenye macho ya Rozane, alifanya kama alivyoambiwa. Baada ya dakika kadhaa za kuwa njiani, walifika kwenye hiyo night club iliyokuwa inametameta kwa taa za rangi. Rozane alimwona baba yake akishuka kwenye ile bajaji, uso wake ukiwa umekunjamana ni kama mtu anayeenda vitani. Yule Mshindo alikuwa akiongoza njia kuelekea mlangoni. Rozane alijua akimwacha babake aingie kwenye ile night club, kila kitu kitakuwa kimekwisha. Rozane alishuka kwenye taksi akakimbia kwa njia ya mkato kuelekea mlangoni. Alihitaji kufanya mchezo wa hatari mno. Alipofika karibu na walinzi wa mlangoni, Rozane alijifanya amepoteza fahamu. Alianguka mbele yao. Alipiga kelele kidogo tu, walinzi walishtuka na wakamzunguka Rozane, jambo lililosababisha msongamano mkubwa mno pale mlangoni. Mzee Msafiri pamoja na kijana wake Mshindo walipofika ilibidi wazuiwe na wale walinzi waliokuwa wakijaribu kudhibiti hali ya Rozane aliyekuwa akijifanya na kifafa na au mshtuko. Sasa katika zile vurugu hizo za dakika kama 2, walinzi walimwambia Mzee Msafiri asubiri kwanza mpaka binti huyo ashughulikiwe. Rozane alipoiona hiyo nafasi, alinyanyuka ghafla, akawapokonyoka wale walinzi. Aliingia ndani ya hiyo klabu kwa kasi ajabu mno, huku walinzi wakibaki wanashangaa nguvu alizozipata ghafla binti huyu. Unaambiwa Rozane aliingia ndani ya giza lililojaa mwanga wa leza na muziki uliokuwa ukipasua masikio. Macho yake Rozane yalianza kupekecha kila kona akimtafuta Sebastian. Hatimaye alimwona Sebastian akiwa katikati ya kundi la watu. Sebastian alikuwa ameketi kwenye sofa za VIP. Alikuwa akicheka kwa sauti, mkono mmoja ukiwa umeshika glasi ya kinywaji na mkono mwingine ukiwa umebebwa na mwanamke mrembo aliyekuwa akimnong'oneza jambo. Lo, hasira ya Rozane ilipanda mpaka kwenye utosi unaambiwa. Akamsogelea kwa kasi Sebastian, akamshika mkono kwa nguvu kiasi cha kumfanya Sebastian amwage kile kinywaji chake. Sebastian akashangaa. Rozane, unafanya nini hapa? Sebastian aliuliza kwa mshangao, sauti yake ikizidiwa na muziki. Rozane akasema, nyamaza na unifuate sasa hivi. Kama unataka kuishi, nifuate. Rozane alimfokea Sebastian. Hakusubiri jibu, alimvuta kwa nguvu kuelekea mlango wa nyuma unaotokezea uani. Akihofia akipita mlango wa mbele atakutana na baba yake. Walitoka nje kwa kupumua kwa shida, wakakimbia mpaka barabarani, wakaingia kwenye taksi nyingine iliyokuwa ikisubiri wateja.
Rozane akasema, dereva, ondoa gari haraka, elekea maeneo ya mbali na hapa, haraka ondoa. Rozane alimwamuru dereva. Baada ya mwendo wa dakika kama 15 kuelekea maeneo ya utulivu ya Upanga, Sebastian akamwambia dereva, wewe simamisha kwanza gari. Wakamlipa pesa. Dereva taksi akaondoka, akawaacha wawili hawa wako kando ya barabara. Barabara ilikuwa iko kimya. Sebastian akageuka kumtazama Rozane. Uso wake ulikuwa umejaa ghadhabu. Hakuwa tena yule Sebastian mcheshi. Safari hii alikuwa na hasira ya kweli kabisa. Hivi wewe Rozane, hivi wewe una akili sawa kweli wewe? Yaani akili zako ziko sawa? Hivi unajua umeniharibia nini wewe? Nakuuliza, unajua umeniharibia nini? Sebastian alifoka, alipiga teke jiwe dogo lililokuwa lipo karibu na maeneo hayo. Umekuja kunikwida kama vile mtoto mdogo mbele ya watu wangu. Rozane, umenidhalilisha Rozane. Rozane, nani amekupa wewe ruhusa ya kuingilia starehe zangu mimi? Yaani unakuja kuniingilia kwenye starehe zangu. Wewe umekuwa mwanamke wangu wewe. Mimi na mapenzi na wewe. Wewe umekuwa ni nani mpaka uje uniingilie mimi? Yaani who are you? Starehe zako Sebastian. Wewe una starehe wewe. Hivi Sebastian, ujioni kama wewe ni mpumbavu? Yaani Sebastian, wewe ni mpumbavu kuliko vile nilivyokuwa nafikiria. Hivi unajua kama babangu alikuwa mlangoni mwa ile klabu? Unajua kama babangu alikuja na kijana wake wa kazi kuja kukufumania ukiwa na hawa wanawake zako unakula starehe? Baba yako akajuaje kama nipo klabu? Okay. Na hata kama akijua, babako akijua mimi nipo klabu, so what? Babako mimi ananusu nini? Wewe, mimi ni mwanaume. Nina haki ya kufanya starehe zangu. Hii ni biashara. Rozane, maisha yangu binafsi wewe hayakuhusu. Hayatuhusu Sebastian, mkataba wetu ni kwamba wewe unakuwa mchumba wangu mbele ya wazazi wangu. Babangu ni mzee wa dini. Anachukia walevi, anachukia vijana wahuni. Kwa kama babangu angekuona pale klabu na wale mahawara zako, kwa maana kila kitu kingekuwa kimeharibika. Au hilo hulijui akilini mwako? Hebu sikiliza wewe. Mimi nafanya hii kazi kwa weledi mkubwa mno. Nilishamaliza kumuigizia baba yako asubuhi. Usiku huu ni wakati wangu wa kuwa Sebastian Black. Sio huyo mchumba wako wa uongo. Sijui unanielewa? Uwezi kunifunga kamba na kuniamua niende wapi. Mimi ni mastermind. Nakumbuka, mimi ndiye ninayepanga hatua. Sio wewe unanifuata klabu kama mke mwenye wivu. Wivu Hivi Sebastian, unadhani mimi na wivu na wewe? Nakuonea huruma kwa sababu hujui unacheza na mtoto gani. Yaani hujui unacheza na moto gani. Nisikilize Sebastian. Babangu si mzee wa mchezo. Kama si mimi, sasa hivi ungekuwa unajieleza mbele ya mzee Msafiri na ungetukosesha mamilioni ya pesa ambayo sote tunayahitaji. Wewe ni mbinafsi sana Sebastian. Yaani unafikiri kila kitu ni maigizo. Na wewe ni nani mpaka niite mimi binafsi? Nimesema nilichotaka kusema. Lakini kama uwezi kufuata masharti yangu, basi ni bora tu nikabadilisha mtu. Unataka kubadilisha mtu? Badilisha. Utakuwa umenisaidia pia. Sebastian, hivi unajisikia kweli? Yaani mimi kukutega kidogo tu na wewe unasema nibadilishe? Hivi unachokiongea Sebastian unakielewa? Sebastian, umesahau kama tayari wewe umeshajitambulisha kwa babangu?
Najua kama nishaitambulisha kwa baba yako. Kwa unanifanyia makusudi, si ndio? Naam. Kabla Sebastian hajasema chochote, simu ya Rozane ilianza kuita, na alipoitazama aliona mpigaji ni mama yake. Haraka sana Rozane alipokea, ambapo mama yake alianza kwa kuongea. Wewe Rozane, wewe upo wapi wewe? Mama hebu sikia, huu sio muda wa kujeleza. Baba yako kapiga simu kuuliza kama upo nyumbani. Nimemwambia upo na umelala. Sasa fanya haraka urudi kabla babako hajarudi. Sawa mama, nakuja. Rozane alikata simu. Alimtazama Sebastian kwa jicho kali pasipo kusema chochote. Alipoona bodaboda inapita, aliipungia mkono na pikipiki ikasimama. Rozane alipanda na kisha aliondoka huku akimwacha Sebastian akiwa anamtazama tu. Baada ya dakika kama 20, Rozane alikuwa amefika nyumbani kwao. Kwa kuwa tayari mama yake alikuwa ameshampatia tahadhari, aliingia ndani kimya kimya. Moja kwa moja alipofika chumbani kwake, alibadili nguo na akajitupa kitandani. Hakuchukua muda mrefu, usingizi ulimpitia Rozane. Alikuja kuamka asubuhi, ambapo alijiandaa na kisha kuelekea sebuleni, ambapo waliwakuta wazazi wake wakiwa wanamsubiri. Shikamoo baba. Rozane alisalimia huku akiketi kwenye mkeka sakafuni, akionyesha adabu ya hali ya juu mno. Marahaba mwanangu. Mzee Msafiri aliitikia na kisha alivua mioni yake na kuiweka mezani. Rozane, tangu jana usiku nimekuwa nikiwaza sana kuhusu huyu mwenzio Sebastian. Nimejaribu kumfuatilia kwa macho yangu huyu kijana na kwa masikio ya watu wangu. Kuna mambo yamenitatiza kidogo. Lakini baada ya kusali na kutafakari, nataka nikuulize swali binti yangu, swali moja tu la msingi. Ni kweli unamjua vyema Sebastian? Na una uhakika ya kwamba ni mwanaume ambaye anaweza kukulinda na kukuongoza kwenye njia ya kheri? Rozane kwanza limeza mate. Alijua baba yake amekwenda klabu na pengine hakufanikiwa kumwona Sebastian kutokana na ule mchezo aliokuwa ameufanya mlangoni. Aliamua kucheza karata yake ya mwisho ya utii, na kisha Rozane akasema, baba. Rozane alianza kwa sauti ya unyenyekevu, huku akimtazama baba yake machoni na namna ya kumshawishi. Baba, mimi namjua Sebastian. Namjua kama mwanaume mwenye bidii sana. Maisha ya mjini baba yana changamoto nyingi, na mimi kama binti yako nimejifunza kuchuja pumba na mchele. Sebastian anaweza akawa na marafiki wa kila namna, lakini kwangu amekuwa ni mkweli baba, mwenye heshima na zaidi ya yote Sebastian amekuwa tayari kuweza kujitambulisha kwako baba. Mwanaume asiyekuwa na nia njema asingethubutu kukutana na wewe baba. Babangu ambaye unajulikana kwa misimamo yako babangu. Mama Rozane ambaye tangu awali alishatekwa na ukarimu wa Sebastian, aliamua kuingilia kati ili kushindilia msumari wa mwisho. Akiachia kusuka mkeka, akamtazama mumeo kwa upendo wa kina na kisha akasema, baba Rozane. Mama Rozane alisema kwa sauti ya kubembeleza, baba Rozane, hebu fikiria kijana kama yule Sebastian. Kijana mtanashati, kijana mwenye biashara zake, ana adabu ya asili kabisa. Ni nadra sana kumpata kijana wa kisasa anayeweza kuja kuomba baraka ya mzazi. Hata kama kuna maneno huko mtaani yanamzungumzia vibaya Sebastian, lakini mume wangu, unajua vijana wa sasa hawakosi wapinzani. Mimi nimeona ndani ya macho yake yule kijana ya kwamba anampenda sana binti yetu Rozane. Hebu mpatie kijana yule nafasi. Mume wangu, huyu mtoto wetu Rozane ameshakuwa mwanamke, na yule Sebastian anaonekana ni mwanaume sahihi atakayempa heshima mtaani binti yetu.
Mzee Msafiri alishusha pumzi ndefu. Alikumbuka kile alichokiona kule klabu, vurugu za mlangoni zilizomzuia kuingia ndani na kwenda kumshuhudia Sebastian. Mzee huyu alifikiria kuwa pengine Mshindo, yule kijana wake, alikosea kumpa maelekezo, au labda yule binti alianguka pale mlangoni klabu ambaye hakujua kama ndo binti yake alikuwa ishara ya kumzuia sifanye uamuzi wa haraka wa hasira. Sawa mke wangu, mimi nimekusikia mama Rozane, na wewe binti yangu Rozane nimekusikia. Siku hizi ni ngumu sana kuwajua watu kwa 100%, lakini nitamhukumu Sebastian kwa kile alichokileta hapa nyumbani, heshima na nia ya kuoa. Kwa hiyo basi, hebu mfahamishe huyo mwenzako Sebastian ya kwamba mimi baba yako nimeruhusu yeye alete barua ya posa. Akishaleta barua ya posa, tutaanza kufuata taratibu nyingine zote za ndoa kulingana na mila na imani yetu. Naam, moyo wa Rozane uliruka kwa furaha. Alihisi mzigo umedondoka kifuani mwake. Baba asante. Mama asante. Nitamfahamisha mara moja. Hakika hutojutia uamuzi huu baba. Rozane alitoka sebuleni kwa kasi. Alijifanya anaenda kufanya usafi uani, lakini alichukua fursa hiyo kutoroka kuelekea mtaa wa pili kwa mpenzi wake wa kweli ambaye ni Rashidi. Rozane alikuwa anataka kumpa habari hizi Rashidi, akiamini ya kwamba hii ndo itakuwa dawa ya hasira na wivu wa Rashidi wa siku chache zilizopita. Alipofika kwa Rashidi, alimkuta mpenzi wake huyo Rashidi akiwa ameketi nje. Alikuwa akirekebisha baiskeli yake, uso wake ukiwa bado una makovu ya machungu ya usaliti uliokuwa akiuhisi. Rozane alikimbia na kwenda kumkumbatia Rashidi kwa nyuma kwa nguvu zake zote. Baby, Rashidi wangu, nina habari njema sana. Rozane aliongea kwa furaha huku akimgeuza Rashidi amtazame. Rashidi alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lake halikufika machoni. Habari gani ya Rozane? Umepata mteja mwingine wa vitambaa mwenye gari au? Rashidi alitania, na Rozane alipuuza hiyo kejeli kwa kumpiga busu la shavuni. Nisikilize mpenzi wangu Rashidi. Baba ni amekubali. Baba amesema Sebastian alete barua ya posa rasmi. Hii ina maana kwamba mchakato wa ndoa yetu ile ya feki inaanza sasa hivi, na pesa tutapata za kutosha baby. Rashidi, deni lako litakuwa historia, na tutaweza kufungua lile duka letu kubwa tulilokuwa tunaliota, na kila kitu kitakwenda kama tulivyokipanga. Rashidi aliweka bisibisi yake chini, alivuta pumzi ndefu na kumtazama Rozane. Babako amekubali? Mbona amekubali haraka hivi? Ina maana mzee wako amekubali kukuozesha kwa yule jamaa? Ni kwa sababu ya ufundi wa Sebastian baby. Sebastian amewalagai wazazi wangu vizuri mno. Rozane alijibu kwa furaha, akisahau ya kuwa kutaja sifa za Sebastian kunamuumiza sana Rashidi. Alimshawishi baba mpaka baba akakosa la kusema. Rashidi, hii ni fursa yetu. Baada ya miezi 6 tu ya kuitwa mke wa Sebastian, nitakuwa huru na mamilioni mkononi na nitarudi kwako milele Rashidi. Si unajua vile ninavyokupenda. Hii ndoa ni feki, wala tasikumize moyo. Rashidi alitingisha kichwa, akionyesha kutokufurahishwa kwa moyo wote. Unazungumzia pesa? Pesa. Kila kitu pesa, 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 pesa. Rozane, unajua kabisa sipendi hii hali. Sipendi kumuona huyo jamaa wako sijui Sebastian. Sipendi kumuona karibu yako. Rozane, unadhani mimi ni sanamu? Na sasa huyo Sebastian anaingia mpaka ndani kwenu kama mkwe. Naanzaje kuwa na furaha? Unadhani mimi ningekuwa na pesa ningeruhusu wewe Rozane
ukafunge ndoa ya mchongo na mtu mwingine. Rozane aligundua kwamba Rashidi anaumia kutoka ndani ya moyo. Alimshika Rashidi mikono yake yote miwili, akamtazama kwa mahaba mazito na sauti ya upole ya kubembeleza. Rashidi, naomba unitazame machoni pangu. Huu ni mchezo tu wa maigizo. Sio kwamba hii ndoa ni ya kweli. Yule Sebastian ni mtaalamu wa hii biashara ya ndoa feki. Na mimi ni mwanamke wako Rashidi, mimi ndo mwanamke wako wa maisha. Hakuna kitachotokea baina yangu mimi na Sebastian. Yeye Sebastian ana maisha yake ya starehe huko mjini. Na mimi nina wewe moyoni mwangu. Hii ni kama kwenda kazini nikiwa nimevaa sare ya harusi mchana, lakini ikifika usiku mimi ni Rozane wako. Usiwe na hofu Rashid. Usiwe na hofu mpenzi wangu. Hakuna mwanaume anayeweza kanichukua mimi kutoka kwako, hata awe nani. Rashidi alimtazama Rozane kwa muda mrefu, akijaribu kutafuta uongo ndani ya macho yake, lakini alichokiona ni mwanamke aliyekuwa akipigana kiume kuokoa maisha yao ya baadaye. Sawa Rozane, Rashidi alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Nitalivumilia hili kwa ajili ya maisha yetu. Lakini nakuomba kitu kimoja. Usikubali mazoea kupita kiasi. Kumbuka mimi nipo hapa. Na ninasubiri siku utakapokuwa na ndoa yetu ya kweli. Nakuahidi baby Rashid, I promise you. Rozane alijibu huku akimkumbatia Rashidi tena. Wakati akimkumbatia Rashidi, akili ya Rozane ilirudi kwenye yale majibizano makali na Sebastian usiku ule wa kule kwenye klabu. Rozane alikumbuka hasira ya Sebastian na jinsi alivyomfokea. Rozane alijua fika ya kuwa Sebastian ni mwanaume wa kawaida anayeweza kudhibitiwa, na mchakato kuleta posa utakuwa ni mwanzo wa dhoruba nyingine. Rozane alihisi ya kuwa anacheza mchezo wa hatari mno. Upande mmoja kuna mpenzi wake mwenye wivu na upande mwingine kuna mume wake wa kukodi ambaye ni fumbo gumu mno, na mwanaume mwenyewe ni mkaidi kweli kweli. Rozane alishusha pumzi akijua kuwa sasa safari ya kuelekea kwenye madhabahu ya uongo imekubaliwa rasmi. Siku 5 ziliweza kupita kwa kasi ya ajabu, na hatimaye kilichokuwa kikisubiriwa kwa hamu na hofu kiliweza kuwadia. Naam, Sebastian akiwa na uweledi wake wa kipekee alifika nyumbani kwa kina Rozane akiwa na msafara wa watu wapatao kama 7. Watu hao walikuwa wamewakodi. Kulikuwa kuna wazazi feki hapo kwenye hao watu 7. Kulikuwa kuna mzee mmoja hivi mcheshi aliyekuwa na sifa za kutosha za uzee na busara, lakini pia kulikuwa kuna mama mmoja mtanashati aliyekuwa akijua kuvaa kilemba cha heshima, pamoja na waliokuwepo pia na wengine ni ndugu. Wengine ambao wote walikuwa ni wasanii tu waliovaa kwenye biashara hiyo ya Bimwanja. Kwa mchakato wa kutoa mahari uliendelea kwa utulivu mkubwa mno. Sebastian hakufanya jizi. Alitoa kiasi kikubwa cha fedha na zawadi za thamani ambazo zilimfanya mzee Msafiri na mkewe waamini kwamba kweli huyu alikuwa ni mume sahihi aliyekamilika na aliyekuwa na nia dhati ya kumpata binti yao ambaye ni Rozane. Laiti wazazi wa Rozane wangejua kilichopo nyuma ya pazia, sidhani kama wangekubali hili jambo. Kwa kuwa muda ulikuwa ukiyoyoma na lile deni la Rashidi lilikuwa linakaribia ukomo, walikubaliana kwamba ndoa ifungwe ndani ya mwezi mmoja ujao. Hata hivyo, kama ilivyokuwa desturi ya familia ya mzee Msafiri, binti hakuwa ameolewa hivi hivi. Mama Rozane alisisitiza ya kwamba Rozane lazima afundwe ili akapambane na kuta za ndoa yake. Rozane mwanangu, ndoa sio jambo la lele mama. Utaenda Tabata Segerea kwa dada yangu mimi. Kule yuko mama Mkude, kungwi, mbobezi ambaye atakuweka sawa. Hutoki kule mpaka uwe umeiva. Uwe umeiva kama mua wa Bagamoyo. Sijui tunaelewana Rozane? Mama Rozane alisema huku akimtazama binti yake. Yaani hawa wazazi
Hii ndoa nikwambie, yani wanaishapakulia kweli kweli. Wangejua hii ndoa yenyewe ni ya mchongo, hata wasingejisumbua. Basi bwana, siku iliyofuata Rozane akapelekwa huko Segerea. Siku ya kwanza ilikuwa ni mateso yasiyoelezeka. Rozane alijikuta akiwa amevalia kanga mbili, amekaa chini kwenye mkeka mbele ya mwanamke mmoja mnene, mcheshi, lakini mwenye macho makali kama ya kipanga. Huyu ndiye alikuwa Mama Mkude, kungwi mwenye misemo ya Uswahilini iliyochongoka kweli kweli. We binti, hebu keti kwanza hapo. Keti vizuri kabisa. Hebu usikae kama unadaiwa kodi ya pango bwana wewe. Unajua unaenda kuolewa? Au unajua unaenda kutembelea wagonjwa? Mama Mkude alianza huku akitafuna kande na kupiga fundo la maji. Nisikilize. Mume harandwi kama daladala za Gongo la Mboto. Mume anatekenywa, mume anabembelezwa mpaka nasahau jina la mama yake mzazi. Sasa wewe unakaa umekunja sura kama vile umekula ndimu, unategemea nini? Rozane alihisi hii ni kero na shida. Kila alichokuwa anaambiwa kukifanya, kuanzia namna ya kukaa, kutembea, mpaka namna ya kumsemesha mwanaume, Rozane kwake ilionekana kama upuuzi tu. Alijua fika ya kuwa mume huyo ni Sebastian, mwanaume ambaye hakuwa mpenzi wake wa kweli, bali wanaitengeneza tu ndoa ya mchongo. Sasa kuna haja gani ya kujifunza mambo yote hayo ili hali ya mpenzi wake ni Rashidi? Basi bwana, Rozane moyo wake muda wote ulikuwa upo kwa Rashidi, hivyo hakusikiliza mafunzo ya kungwi, mafundo ya kumshika mume hakuyasikiliza Rozane. Yeye kwake ilikuwa ni kama kichefu-chefu tu. Mamkude, kwa nini mambo yote ni nini? Mimi sinaenda kuishi naye tu, Rozane alilalamika, jambo lilomfanya Mamkude asimame na kisha akamtolea macho ya dharau. Ati nini wewe? Naenda kuishi naye tu? Mtoto gani wewe una maneno ya shombo hivyo? Una maneno ya shombo kama samaki wa jana. Hebu nisikilize nikwambie wewe binti. Mwanaume hatulizwi na pamba za mjini. Mwanaume anatulizwa na maujuzi ya chumbani na jikoni. Kama unadhani ndoa ni kuvaa shela na kupanda Range Rover, basi ujue kabisa utarudi hapa kwetu ukiwa unalia kama vile filimbi ya refari. Upo? Mama Mkude alirusha misemo huku akichezesha shingo. Siku ilipoendelea, Mama Mkude alianza kupata mashaka. Aliona jinsi Rozane alivyokuwa akipanga kila kitu na jinsi alivyokuwa akikosa ile shauku ya kawaida ya binti anayekaribia kuolewa na mwanaume tajiri. Wakati Rozane alipoingia tu kuoga, aliacha simu yake kwenye mkeka. Mama Mkude, kwa uzoefu wake wa Swahilini na udadisi, alichukua simu ile kwa siri. Alianza kupekua kwa haraka haraka. Hakupata picha za mahaba za Sebastian, badala yake aliona mawasiliano mengi ya simu na mtu aliyekuwa anaitwa Bi Mwanja. Mama Mkude kwanza hapo alishtuka. Jina la Bi Mwanja halikuwa geni masikioni mwake. Katika biashara ya mitaani na mambo ya siri, alimjua Bi Mwanja kama mwanamke anayejishughulisha na mikopo ya hatari, udalali wa binadamu na biashara za ndoa za kupanga, ndoa za mchongo, fake marriage. Moyo wa kungwi ulimdunda. Akarudisha simu haraka na kisha kakaa kwenye kiti chake. Alikuwa anasubiri Rozane atoke huko alipokwenda kuoga. Rozane alipotoka kwenye kuoga, alimkuta Mama Mkude amebadilika sura. Hakuwa tena na ile misemo ya kuchekesha. Safari hii alikuwa na sura ya kazi. We Rozane, hebu njoo uketi hapa. Sauti ya Mama Mkude ilikuwa ni nzito. Hebu nisikilize wewe binti. Mimi nimefunda mabinti wengi sana, kuanzia kule Manzese mpaka Masaki, Ushuani, na hakuna binti aliyewahi kunifanya mimi ni mjinga. Sasa nataka uniambie ukweli na usije ukajaribu kunigeuka, maana nitakupasua msamba wa maneno hapa hapa. Rozane alianza kuhisi hofu. Kuna nini tena Mama Mkude? Nimeona simu yako na nimeona namba ya Bi Mwanja. Mimi namjua Mwanja tangu enzi za ujana wake. Namjua anafanya shughuli gani hapa mjini. Rozane, huyu Sebastian aliyekuja kutoa mahali ya mamilioni na Range Rover ni nani hasa? Na kwa nini Bi Mwanja yupo katikati ya hili jambo? Na usiniambie kwamba unamfanyia babako mchezo wa ndoa ya mchongo, maana hili jambo halitakuacha salama Rozane. Mama Mkude alifoka huku akimsogelea Rozane. Alikuwa anamsogelea Rozane kwa ukali. Rozane alihisi kama dunia inamzunguka. Siri yake kubwa ilikuwa imegundulika na mwanamke asiyetabirika.
Sio hivyo mama. Bi Mwanja ni rafiki tu wa familia yetu. Unamdanganya nani? Mwanja na marafiki wa hovyo tu, hana rafiki wa familia. Sema ukweli, hii ndoa ni ya kweli ama ni maigizo mnayocheza ili mpate pesa? Na kama unadhani mimi nitakufunda uende ukaigize, basi unajidanganya. Nitampigia simu baba yako Mzee Msafiri sasa hivi nimwambie kwamba binti yake anataka kuleta laana kwenye ukoo. Rozane alijaribu kupinga akitoa hoja nyingi za uongo, lakini kadiri mama Mkude alivyokuwa akitumia misemo migumu na maswali ya kishindo, Rozane alijiona alijua kabisa akisema ukweli kila kitu kimekwisha, na asiposema mama Mkude atampigia baba yake. Hapo msongo wa mawazo na hofu ya deni la Rashidi vikajikuta vinamjaa kichwani mwake kwa wakati mmoja. Ghafla Rozane alihisi kuanza kuhisi hewa inakuwa kama inampungua hivi. Alianza kuhema kwa tabu mno. Mkono wake mmoja ulishika kifua upande wa moyo. Mama Mkude, kifua kinaniuma. Rozane alijitetea kwa sauti dhaifu. Alijitahidi kuzuga kwa nguvu zake zote ili asitoe siri. Wewe usiniletee maigizo hapa. Mimi nimeshaona kila aina ya mbinu yako. Mama Mkude alifoka, lakini alipoona Rozane ameanza kubadilika rangi ya macho yake na kuanza kulegea huku akianguka polepole upande wa mkeka, kungwi huyo alianza kupata hofu. Rozane alianguka chini mzima, mwili wake ukawa umelegea na pumzi zake zilionekana kukata. Alizuga kupatwa na shambulio la moyo na kisha akapoteza fahamu. We Rozane mwanangu. Rozane, hebu amka. Jamani, we mtoto wewe. Amezimia. Mama Mkude alipiga kelele akiacha ule ukali wake na kuanza kumpepea Rozane kwa kanga yake. Alipoona Rozane haamke haraka, waliamua kumwaisha hospitalini. Wakati wote huo Rozane alikuwa katulia tuli, akitumia vyema masikio yake kusikia kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Walipofika hospitalini, manesi walimpokea Rozane kwa haraka na kisha walimuingiza wodini. Mara tu pazia lilipofungwa na kumwacha peke yake na daktari, Rozane alifumbua macho yake kwa ghafla. Daktari mmoja mtu mzima aliyekuwa akitayarisha vifaa vya kupima shinikizo la damu alishtuka. Dokta karudi nyuma kama hatua mbili, akidhani amemshuhudia mtu aliyefufuka. Rozane akasema, daktari, tafadhali dokta, usipige kelele. Rozane alinong'ona kwa haraka huku akishika mkono wa dokta huyo. Dokta, mimi hapa ni mzima wa afya. Nimefanya hivi ili kuokoa maisha yangu na heshima yangu. Daktari alikunja uso kwa mshangao. Hivi we binti, unajua ulichokifanya ni nini? Hii ni hospitali. Hili sio jukwaa la maigizo. Ndugu zako wako nje, wanaamini wewe una hali mbaya. Dokta, najua. Dokta, nakuomba unisaidie. Rozane aliendelea kusihi huku machozi ya uongo yakiendelea kumlengalenga. Dokta, kuna mambo mazito yananikabiri huko nyumbani. Naomba utoe taarifa ya kwamba nimepata mshtuko wa moyo kutokana na msongo wa mawazo. Waambie kwamba nahitaji utulivu wa hali ya juu na mtu yeyote asiniulize maswali magumu wala kunipa shinikizo, vinginevyo hali yangu itakuwa mbaya zaidi. Tafadhali dokta, nakuomba uniokoe kwenye hili dokta, niko chini ya miguu yako. Nisaidie. Daktari yule akiwa na chembe ya huruma na labda alivutiwa na urembo wa Rozane, alishusha pumzi ndefu na akakubali hilo hombi kwa shingo upande. Alitoka nje na akawakuta wazazi wa Rozane, Mama Mkude na Sebastian, ambaye alikuwa amewasili kwa kasi ya ajabu mara baada ya kupigiwa simu ya dharura. Dokta akasema, ndugu zangu, tulizeni mioyo yenu. Binti yenu amepata mshtuko. Moyo wake umeshindwa kuhimili msukumo wa mawazo. Kwa sasa binti yenu yuko imara, lakini anahitaji utulivu wa hali ya juu. Ni muhimu kutokumuuliza jambo lolote linaloweza kumfanya afikirie sana
au mkampa shinikizo la moyo. Akisumbuliwa huyu anaweza kapoteza fahamu tena, na safari hii ikawa ni mbaya zaidi. Baada ya maelezo hayo, mzee Msafiri na mama Rozane waliingia kwa dakika chache kwa ajili ya kumwona binti yao. Waliondoka wakiwa na huzuni, wakiamini ya kuwa mafunzo ya mama Mkude yamekuwa ni mazito kupita kiasi. Hatimaye wote walitoka nje ili kumpa Rozane utulivu, huku Sebastian akibaki ndani peke yake mara baada ya kuomba nafasi ya kumfariji mchumba wake. Mara tu mlango ulipofungwa wa hiyo wodi, Sebastian akamsogelea Rozane. Uso wa Sebastian ulionyesha wasiwasi ya kweli kabisa mwanzoni, akiamini ya kuwa labda huenda Rozane amezidiwa na majukumu ya hii ndoa feki. Lakini alipofika karibu na kitanda, Rozane alinyooka na akakaa wima. Akamtazama Sebastian kwa jicho la ukali na kisha akamwambia, Sebastian, hapa kila kitu ni maigizo, nikaushie. Rozane aliposema hivyo kwa sauti ya chini chini lakini yenye nguvu. Sebastian alishangaa. Rozane akasema tena, nisikilize Sebastian, ilibidi nifanye hivi. Mama Kungwi kule Segerea amegundua siri yetu. Amekuta namba ya Bi Mwanja kwenye simu yangu na akaanza kunibananisha maswali. Alikuwa anataka kumuita baba sasa hivi kumwambia kila kitu. Sebastian alibaki kimya kwa sekunde kadhaa akimchunguza Rozane, na kisha ghafla aliacha kicheko cha chini kilichojaa dharau na ucheshi. Aliziba mdomo wake Sebastian, lakini na mabega yake yalikuwa yakicheza kwa kicheko. Unacheka nini sasa? Rozane alifoka kwa sauti ya kunong'oneza, akikasirishwa na kitendo cha Sebastian kumchukulia jambo hilo kama vile la mzaa. We Sebastian, mimi niko serious hapa. Maisha yangu yako hatarini, alafu unacheka cheka. Unajua huyu mama Mkude sio mtu wa mchezo, angetuharibia kila kitu. Sebastian ilibidi ajizuie kucheka. Alimtazama Rozane kwa haiba yake ile ile ya kiume iliyokuwa ikimkera Rozane kila mara, na kisha Sebastian akasema, nisikilize Rozane, unajua ni mwigizaji mzuri sana kuliko hata mimi. Kitendo ulichokifanya cha kuzimia na hii ripoti ya daktari ya uongo ya kiwango cha juu sana, wewe unafaa kuwa mwanachama wetu wa kufanya ndoa feki. Wewe umevurugwa nini wewe? Sio bure kabisa, achana mimi. Hapana Rozane, nisikilize. Yaani kwa hili nina uhakika huyo mama Kungwi hatothubutu kukuuliza swali lolote. Maana kwanza ataogopa kwamba wewe utafia mikononi mwake na yeye ndiye atakayeweza kulaumiwa. Kwa ripoti hii ya daktari, maana ni kwamba yule Kungwi amewekwa lockdown kuhusu maswali yake. Sebastian alimsogelea zaidi Rozane na kisha alimshika mkono huku akitabasamu, akamwambia, nisikilize. Huyo mama Kungwi huyo hana uthibitisho. Alikuwa anakutega tu, na wewe umetegua kwa bomu kubwa zaidi. Sasa hivi hebu tulia, jifanye wewe ni mnyonge. Ajiandae kwa ndoa tu, na kila kitu kiko upande wetu sasa hivi. Lakini Sebastian, mimi nachoka na haya maigizo. Kila kukicha ni siri mpya, Usijali Rozane, mwanamke mrembo, hii ndoa itakwenda itafungwa, Sebastian alisema huku akisimama na kisha akawa anaelekea mlangoni. Pumzika sasa, japo hauumwi. Mimi natoka nje kuhakikisha wazazi wako wanarudi nyumbani wakiwa na amani ya kuwa mumeo mtarajiwa nitakushughulikia kila kitu. Naam, Sebastian alitoka nje ya hospitali kwa hatua za madoido, akijiamini kabisa, lakini mara tu alipofika nje ya lango kuu la kuelekea kwenye gari lake, alikutana na Rashidi aliyekuwa anamsubiri kwa hamu kubwa mno. Rashidi alionekana kuwa na hasira iliyovuka mipaka. Rashidi macho yake yalikuwa ni mekundu na alikuwa kitweta kama mtu aliyekuwa akikimbia kwa muda mrefu. Rashidi alimzuia Sebastian asifikie gari lake. Rashidi akamwambia, we bro. Rashidi alifoka huku akimzuia Sebastian. Nataka kujua hali ya Rozane ikoje. Sebastian alisimama imara, akamtazama Rashidi kwa utulivu uliokuwa unamzidishia Rashidi hasira.
Sebastian alijua kuwa mazingira ya hospitali hayakuwa ya kufanya vurugu, na alijua kabisa Rashidi ni mtu wa hisia kali anayeweza akafanya lolote mahali popote. Sebastian akamwambia, sikiliza Rashidi, punguza sauti. Sebastian alisema kwa upole wa makusudi, Rozane yuko salama na anahitaji utulivu. Madaktari wamesema asisumbuliwe na jambo lolote. Kama kweli unampenda kama vile unavyodai, basi unapaswa kuweza kumwacha pumzike badala ya kupiga kelele hapa nje. Mwache Rozane apumzike. Wewe unaniambia mimi nyamaze? Wewe unaniambia mimi nyamaze? Unaniambia mimi nyamaze? Rashidi alipaza sauti zaidi, akisogea karibu zaidi ya Sebastian kiasi cha kugusa mpaka shati la Sebastian. Nisikilize wewe fala wewe. Mimi ndo mwenye haki na Rozane. Wewe unaigiza tu, unaitafuta masifa. Nisikilize jamaa, mimi nakuapia, nikigundua kwamba unamsumbua kwa namna yote, hii gari yako ya kukodi halitakusaidia. Nitakupasua vipande wewe fala wewe. Weka hilo akilini mwako, na kuchukia vibaya mno. Rashidi alizungumza hayo akiwa na hasira. Sebastian aliona watu wakianza kugeuka na kuwatazama wao. Hakutaka siri ya ndoa feki ingie matatizoni kwa sababu ya wivu wa Rashidi hapo hospitalini. Sebastian alishusha pumzi, akatabasamu, tabasamu la siri, na kisha alichezesha funguo za gari lake. Akamwambia, sawa Rashidi, nimekusikia, lakini kwa sasa nina mambo muhimu ya kuweza kushughulikia kwa ajili ya usalama wa mke wangu mtarajiwa. Uendelee kupiga kelele, labda zitamsaidia yeye kuweza kupona huko ndani. Sebastian alitamka maneno hayo kwa dharau, bila kumpa Rashidi nafasi ya kumpiga ngumi nyingine. Sebastian alifungua pale mlango wa gari lake kwa haraka, aliwasha injini na kuondoa gari lake kwa kasi ya ajabu, akiwa amemwacha Rashidi amesimama kwenye vumbi na hasira zake. Rashidi alibaki ameganda tu pale, akitazama gari ya Sebastian ikitoweka. Moyo wake ulikuwa kimuuma mno kijana Rashidi, si kwa sababu ya Rozane kuumwa pekee, bali ni kwa sababu alihisi polepole anakwenda kumpoteza mwanamke kwa mwanaume ambaye hakuweza kumwelewa. Yeye Rashidi alichokuwa nakiona, Sebastian atamchukua Rozane mazima. Rashidi aligeuka, akaitazama wodi aliyokuwa amelala Rozane. Alitamani kuingia na aende akambebe, bila kujua kuwa ndani ya ile wodi mpenzi wake alikuwa anafanya maigizo mengine ya kunusuru uongo wao. Kesho yake Rozane aliweza kutolewa hospitalini. Kwa kuwa tayari daktari alikuwa kawapa onyo ya kuwa wasimhoji sana maswali. Hilo lilifanya mama Kungwi awe kama kazibwa mdomo. Taratibu nyingine za harusi zikaendelea kama kawaida. Ndani ya wiki 2 tu, taarifa za Rozane kuolewa zikasambaa kila kona. Mama yake na Rozane alitaka harusi binti yake iwe ni kubwa na yenye mbwembwe, buza nzima. Unaambiwa mialiko ilikuwa inasambaa kila kona. Vikundi vyote vya kina mama na wafanya mitunzo viliweza yani watu walialikwa. Rozane aliendelea kuwekwa ndani ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya harusi. Kwa hiyo hata mpenzi wake Rashidi alikuwa haonani naye tena. Basi bwana, siku zikaendelea kusogea. Kila kitu kilikuwa kinakwenda kama kilivyopangwa. Hatimaye siku ya ndoa iliweza kuwadia. Harusi ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu watu wengi mashuhuri walihudhuria kutokana na mama yake Rozane alikuwa anajulikana na watu wengi mno. Ukumbi ambao ulikuwa umechaguliwa kwa ajili ya harusi ulikuwa umejaa kiasi cha watu wengine kukaa mpaka nje. Ndani ya ukumbi tayari bwana harusi feki kijana Sebastian Black alikuwa ameshawasili pamoja na wapambe wake ambao wote walikuwa ni feki. Hakuna ndugu hata mmoja wa Sebastian wa kweli. Kwa hakika walikuwa ni watu ambao wako makini na kazi yao, kwa sababu hawakuwa hata na dalili yoyote ya kuonesha kuwa huenda wao sio familia ya kweli. Basi bwana, kwa upande wa kijana Rashidi, naye hakutaka kusimuliwa, hivyo na yeye alikuwa ukumbini tena na tena, alikuwa kwenye viti vya mbele kabisa, utadhani kwamba yeye ni mwanafamilia wa wale wanandoa. Saa 10:30 muda ambao ndoa ilipangwa kufanyika uliweza kufika. Bibi harusi akiwa yuko ndani ya gauni zuri la harusi aliweza kuingia ukumbini huku akiwa anasindikizwa na wapambe wake nyuma. Macho ya Sebastian yalitua kwa mwanadada Rozane. Sebastian hakuamini kile anachokiona. Siku hiyo Rozane alikuwa kapendeza sana, ukizingatia na lile umbo lake kubwa lililokuwa limejichonga vizuri kwenye gauni la harusi lilimfanya Rozane avutie zaidi. Moyoni alianza kujiuliza Sebastian, majaribu gani haya naenda kuyavaa? Mbona huyu mwanamke mzuri hivi?
Ni maswali ambayo Sebastian alikuwa akijiuliza yeye mwenyewe. Kwa upande wa Rashidi, naye fikra zake zilikuwa mbali sana mara baada ya kumwona mpenzi wake huyo akiwa yuko ndani ya shela. Rashidi akilini mwake alianza kujenga taswira ya kuwa yeye ndiye anayemuoa Rozane siku hiyo. Rozane aliendelea kutembea taratibu kwa mapozi ya hali ya juu mpaka alipofika mbele ya ukumbi ambapo Sebastian pamoja na mchungaji walikuwepo hapo. Baada ya kufika mbele, mchungaji alianza kutoa risala huku maswali ya ndoa na vitu kama hivyo yakawa yanaendelea. Mara baada ya kumaliza kuongea zoezi la kuwafungisha ndoa, mchungaji akasogea, akawa amesimama katikati ya Sebastian na Rozane. Mchungaji akasema, "Sebastian, naam. Unakubali kumwoa Bi Rozane Msafiri na unakiri ya kuwa utakuwa naye katika siku zako za furaha, siku zote zako za shida, maradhi na matatizo mengine mpaka pale kifo kitapowatenganisha?" "Ndio nakubali." "Unakubali?" "Ndio nakubali." "Unakubali?" "Ndio nakubali." Baada ya Sebastian kukubaliana na mchungaji, baba mchungaji alimgeukia Rozane na kisha alianza kuongea. "Bi Rozane, baba mchungaji, unakubali kuolewa na bwana Sebastian Black na unakiri ya kuwa utakuwa naye katika siku zote za furaha, siku zote za shida, maradhi na matatizo mengine mpaka pale kifo kitapowatenganisha?" Ndio nakubali." "Unakubali?" "Ndio nakubali." "Unakubali?" Ndio nakubali." Baada ya wote kukubali, mchungaji alimtazama Sebastian na kisha akamwambia, "Sebastian, mfunue shela bi harusi." Sebastian alifanya kama alivyoambiwa. Macho yalimtoka pima kijana Sebastian mara baada ya kumwona Rozane akiwa amependeza vibaya mno. Mchungaji akasema, "Haya, mvalishe pete mkeo." Sebastian alimshika mkono Rozane na kisha alimvalisha pete huku akiwa anamtazama. Baada ya kumvalisha pete, mchungaji akamgeukia Rozane na kisha naye akamwambia, "Mvalishe pete Sebastian. Kuanzia sasa hivi ninavyoongea, na watangaza rasmi ya kuwa bwana Sebastian Black pamoja na Bi Rozane Msafiri ni mke na mume halali kabisa wa ndoa." Alihitimisha hivyo mchungaji, huku kelele na vigeregere vilivyoambatana na mziki kutoka kwa DJ zilifuatia kwa nyuma. "Sebastian, sasa unaweza kumbusu mkeo, huyo ni wako halali kuanzia hivi sasa." Aliongea hivyo mchungaji. Watu wote hasa familia ya Rozane walionekana wakihitaji tukio hilo la Sebastian na Rozane kupeana mabusu tena mdomoni. Rozane alikuwa anaona aibu, na hasa ukizingatia mpenzi wake Rashidi naye alikuwa pale pale ukumbini kanisani akishuhudia kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Akiwa anaendelea kusitasita, Sebastian ikabidi amsogelee Rozane, akamshika kiuno kisha akamtandika busu moja zito la mdomoni. Busu lile lilipenya ndani ya mishipa ya damu kabisa, likaenda moja kwa moja mpaka kwenye moyo wake Rozane. Rozane alijisi kusisimka mwili, lakini ilibidi auzuie mwili usisimke kwa sababu mpenzi wake Rashidi yuko hapo. "Unasisimukaje na busu na mwanaume mwingine wakati yupo?" Japokuwa Rozane alikuwa kwenye mahusiano na Rashidi kwa muda mrefu tu, lakini hakuna siku ambayo Rashidi aliwahi kumpiga busu zito kama hilo. Rozane alipigwa busu ambalo lilitembea mpaka kwenye mishipa ya moyo na damu. Rozane hakuwa na namna zaidi ya kufumba macho tena kulisikilizia busu lile tamu kutoka kwa Sebastian. Kwa upande wa Rashidi sasa, mama yoyo, kitendo kile kilimkera. Rashidi alitamani hata akamtoe Sebastian kwa Rozane, lakini hakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Unaanzia wapi? Rashidi alibaki kutazama tu jinsi Sebastian akimpiga busu mpenzi wake, huku mkono wake wa kulia Sebastian ukiwa umeshika kiuno cha Rozane. Kila aliyekuwa na simu janja pale aliweza kuchukua picha pamoja na video tukio hilo ambalo watu wasiojua kilichopo nyuma ya pazia waliweza kufurahia. Rashidi alijikaza kiume. Basi bwana, baada ya zoezi la ndoa kukamilika, zoezi la utunzaji wa zawadi likafuatia.
Kama ni neema, basi ndoa hiyo feki ilikuwa imepata neema. Waliweza kutunzwa mali nyingi pamoja na pesa za kutosha. Waliweza kutunzwa vitu kama masofa, ma-TV, majiko, umeme, vitanda, makabati ya nguo, makabati ya vyombo, mpaka kiwanja walipewa kilichopo huko Mlandege, mkoa wa Pwani. Mpaka inafika majira ya saa 4 usiku huko ukumbini huko, bado zoezi la kushindana kutunza lilikuwa linaendelea. Hakika siku hiyo Rosanne pamoja na mume wake huyo feki Sebastian waliweza kupewa vitu vingi sana pamoja na pesa za kutosha. Saa 6 usiku sherehe ya harusi ikawa imeisha. Kwa bi harusi pamoja na bwana harusi walitakiwa kuondoka. Nje tayari usafiri wa kuwapeleka mpaka Mwembeyanga nyumbani kwa Sebastian ulikuwa usafiri umeshaandaliwa. Waliweza kutoka wakiwa na escort ya familia kina Rosanne. Rashidi alikuwa yuko nje ukumbi huku akishuhudia kila kitu. Rashidi hakuwa na nini cha kufanya zaidi ya kutazama tu kwa macho yake mkewe akienda kudinywa kwenye honeymoon. Inataka moyo. Umaskini mbaya. Tumsaidie kulia kijana Rashidi. Umaskini huu. Inatosha jamani. Tuendelee na simulizi. Basi bwana. Unaambiwa mara baada ya Sebastian na Rosanne kupanda kwenye gari, taratibu safari ya kuwapeleka Mwembeyanga ilianza. Rashidi naye alisimamisha pale bodaboda na kisha akamwambia mpeleke huko Mwembeyanga. Sasa sijui Rashidi alikuwa anataka akafanye nini. Haya, mwisho siku mtu anachezea shaba ya makalio. Ndani ya gari Rosanne na Sebastian walikuwa wako kimya. Rosanne alikuwa akimtazama Sebastian kwa macho yenye hasira sana. Sebastian alilitambua hilo ya kwamba Rosanne anamtazama kwa jicho lenye hasira. Sebastian aliamua kuwa mpole tu kwa sababu alikuwa anajua kwamba Rosanne kachukizwa na kitendo cha yeye kumbusu. Kwa kuwa ilikuwa ni usiku, barabara haikuwa na magari mengi wala foreni, waliweza kufika Mwembeyanga ndani ya muda mfupi tu. Walipoingia tu ndani, Rosanne alianza kumwashia moto pale pale Sebastian. Hivi wewe kwani umekwenda kinyume na makubaliano? Nani kakupa ruhusa ya kunibusu? Kwa ulitaka mimi nifanyaje sasa Rosanne? Ndugu zako walikuwa wanataka nikubusu? Hata kama bado una makosa Sebastian. Kwa nini ulinishika kiuno na tena ukaninyonya kabisa kana kwamba mimi ni mpenzi wako wa kweli? Kwamba mimi mpenzi wako mpaka uninyonye pale mbele za watu? Sikia wewe. Nipo kwenye kazi kwa muda mrefu. Mimi ni professional na kazi yangu. Sielewi ni kwa nini unakazania haya mambo. Sielewi ni kwa nini unakuza na kwa makubwa yani. Nakuza mambo Hivyo ulichokifanya unakiona ni kidogo? Mpenzi wangu akija hapa, nitamjibu nini? Hilo sio tatizo langu. Alafu kama mlikuwa hampo tayari kwa mambo kama haya, basi msingi kuja kwetu. Tena nisikilize wewe Rosanne. Naona kama vile unanipanda kichwani. Mpigie simu bwanako aje kuchukua haraka. Mimi haraka nataka kufunga mlango nilale. Naam. Kabla hata Rosanne hajasema chochote, Rashidi aliingia mule ndani na moja kwa moja akaenda akamvamia Sebastian na kisha alimpiga ngumi nzito ya uso. Sebastian alianguka chini. Alianza pale kutokwa na damu mdomoni zilizotokana na yeye kujiuma meno mara baada ya kupigwa hiyo ngumi. Rashidi akaanza kufoka pale, mshenzi mkubwa wewe. Tulikubaliana mfanye ndoa feki na sio mbusu mwanamke wangu. Nani kakupa ruhusa ya kumbusu mwanamke wangu? Nakuuliza wewe kenge. Rashidi alianza kumpiga Sebastian kana kwamba anampiga mwizi. Ilibidi Rosanne aingilie kati mara baada ya kuona Rashidi anazidi kumuumiza Sebastian. Shukuru Mungu Rosanne kakuombea msamaha. Vinginevyo leo ungenijua vizuri mimi ni nani bwege wewe. Wanza mimi natishika na vimali vyako vya kuigiza hivi. Aliongea Rashidi huku akiwa kasimama mbele ya Sebastian. Kijana Sebastian alijinyanyua kutoka pale chini alipokuwa na kisha akajilaza kitandani. Alikuwa kapata michubuko kadhaa tumboni pamoja na begani, akiwa anagulia maumivu makali. Sebastian akasema, ondokeni nyumbani kwangu. Rashidi pamoja na Rosanne waliondoka mule ndani, ingawa Rosanne alikuwa kachukizwa na kitendo cha Sebastian kumbusu, lakini bado hakufurahishwa na kitendo cha mpenzi wake Rashidi kumpiga kiasi kile Sebastian. Baby, hivi unajua kama unatakiwa kuwa mvumilivu? Unamaanisha una maana gani Rosanne? Yaani kwa nini unasema hivyo sasa? Nisikilize Rashidi, haya maasira yako naogopa sana ipo siku
yanaweza kukuweka matatizoni. Sijapenda kabisa kwa kumpiga Sebastian kiasi kile. Na isitoshe tumemwacha mule ndani bila usaidizi. Vipi kama kaumia sana? Kwa hiyo umefurahia lile busu lake pale, si ndio? Swali gani leo unaniuliza sasa ile Rashidi? Swali kama maswali mengine tu. Wewe unajua Rozana, unanishangaza sana wewe. Yaani kakubusu mtu sio mpenzi wako alafu unafurahia. Ama ushampenda yule jamaa? Rashidi, unanijua vizuri mdomo wangu na unaujua vizuri. Naomba hiyo mada ishie hapa mpenzi wangu, sitaki kukukosea heshima. Okay, sawa, hamna shida baby. Ila kuhusu yule jamaa nina uhakika hajaumia sana. Kwa atakuwa poa tu. Naam, siku iliyofuata majira ya saa 11 za asubuhi, tayari Rozane alikuwa kaletwa na Rashidi pale nyumbani kwa Sebastian. Walimgongea mlango, Sebastian akaufungua. Mmefuata nini hapa nyumbani kwangu? Aliongea Sebastian huku akiwa amekunja uso kwa hasira. Sikia Sebastian, najua jana Rashidi alifanya kitendo kibaya kwako, lakini bado tunaweza tukaendelea na mpango wetu. Lazima niwe naonekana nipo hapa kwako at least kwa siku kadhaa. Sikilizeni nyi watu, nimekuwa nikifanya hii kazi kwa muda mrefu sana na hakuna hata siku moja ambayo mteja alithubutu kuweza kunishambulia mimi. Na mbaya zaidi, sielewi kosa langu la msingi ni nini mpaka bwana wako anakuja kuamua kunishambulia. Kama ni kuhusu ndoa, tayari michango yote tayari mmeshakusanya. Kwa ondokeni hapa nyumbani kwangu, sihitaji kuona. Sebastian, usifanye hivyo. Na wajua ndugu zangu, lazima watakuja tu hapa, hasa mama yangu. Huwa ana tabia kutembelea ndugu zake bila kutoa taarifa. Sasa itakuwaje kama atakuja akakuta kwamba mimi nisipo hapa? Hilo sio swala langu Rozane. Bwana wako alipaswa kuweza kulifikiria hilo kabla hajaweza kunyanyua mkono wake kunipiga mimi. Sebastian aliposema hivyo, Rashidi akadakia kwa kusema, sikiliza wewe boya, wewe ulistahili kipigo. Kwenye makubaliano yetu hapakuwa na kipengele cha wewe kumbusu mwanamke wangu. Wewe vipi wewe? Sikilizeni nyewe. Kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo kunavyozidi kukucha. Nyumba yangu haina fence. Muda sio mrefu watu wataanza kupita. Na watu wakipita hapa nje watawaona. Kwa hiyo ili kuepusha maneno ya watu ni bora tu mkaondoka. Sebastian aliingia ndani na kisha kafunga mlango wake. Rozane na mpenzi wake Rashidi hawakuwa na namna zaidi ya kuondoka tu. Waliamua kurudi kule Buza kwa Mpalange, nyumbani kwa Rashidi. Rashidi, tunafanyaje sasa? Kuhusu nini sasa Rozane? Kuhusu Sebastian. Kwani unataka nini tena Rozane wangu? Kama ni pesa, kama ni vitu, tayari tumeshavipata. Wewe subiri siku hapa 7 zipite na kisha utarudi kwenu kujua ni kiasi gani kimeingia. Kuhusu huyo Sebastian, achana naye. Sebastian sisi hatutishi. Rashidi, mimi sina maana nyingine mbaya. Hapa nilipo ninafikiria mama akienda kule nyumbani kwa Sebastian asiponikuta, unadhani itakuwaje? Mama yako hawezi kwenda kule kwa hii wiki ya 7 hizi za mwanzo. Kwa usiwe na hofu. Hizi ni siku 7 za mwanzo za ndoa yako. Sasa mama yako atakuja kukuulizia kwa Sebastian hili waje. Haya. Hizo 7 unazozizungumzia zikiisha itakuwaje? Tutapata tu namna ya kufanya. Usiwe na wasiwasi kabisa Rozane. Okay. Sawa mpenzi. Ngoja basi mimi nifanye usafi wa nyumba. Rozane kweli alianza pale kusafisha nyumba ambayo kijana Rashidi alikuwa anaiishi yeye mwenyewe. Akiwa anaendelea na usafi, simu yake mkononi ilianza kuita na alipoitazama aliona ni mama yake ndiye aliyekuwa anampigia. Ilibidi apokee ili ajue mama yake anataka kumwambia kitu gani. Mama. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Nataka kujua umemkaje? Nimemka salama tu mama, sijui nyinyi huko. Sisi huku tupo wazima mwanangu. Nimekupigia simu mapema ili kuweza kukutaarifu kwamba asubuhi mida ya saa 3 nitaenda benki kuweka pesa zenu mlizotunzwa.
kwenye akaunti yako nitakuingizia. Alafu nikitoka huko bank nitapitia hapo nyumbani kwako, nataka kuzungumza na wewe. Rozane alishtuka kidogo kwa sababu alikuwa anajua kabisa ya kuwa hayupo nyumbani kwa Sebastian, na istoshe Sebastian yeye mwenyewe kamfukuza. Mama mama, wewe kuja nyumbani kwangu. Mama, hata 7 zijapita mamangu kweli. We mtoto wewe, tena ukome. Mimi ni mkubwa kwako, najua kila kitu. Kwa hiyo ukae kwa kutulia hapo. Lazima nije tuongee, maana kuna umbea nimeusikia hapa. Huu umbea unanikereketa mno rohoni mwangu. Mama, umbea gani tena huo? Ndio utulie sasa. Kumbe umbea unautaka, alafu unajifanya kama vile eti mpaka 7 zipite. Hebu nisubiri, mimi nitakuja, tutaongea vizuri tu. Sawa mama, nimekuelewa. Rozane alikata simu ya mamake na kisha alienda chumbani ambapo mpenzi wake Rashidi alikuwa hapo. Rozane, mbona kama upo sawa? Una shida gani? aliuliza Rashidi, na hii ni mara baada ya Rozane kuingia mule chumbani akiwa na hofu kubwa mno. Nimekwisha Rashidi, nimekwisha mimi. Rozane, hebu kwanza tulia. Kaa kwanza chini alafu tuyaongee. Haya, niambie sasa, una shida gani mpenzi wangu? Baby, nimetoka kuongea na mama. Kasema kwamba baadaye anaenda benki kuweka pesa zetu za tulizotunzwa kwenye, ananiingizia kwenye akaunti yangu, na kisha mara baada ya hapo anaenda nyumbani kwa Sebastian, akimini kwamba mimi bado nipo kule kwa Sebastian. Okay, sawa, tulia kwanza Rozane. Kasema ataenda saa ngapi? Asubuhi hii, yani mpaka kwenye saa 4 saa 5 atakuwa ameshafika. Ngoja kwani nimpigie simu Sebastian nimwambie kwamba afunge milango ili mamako akienda pale ajue kwamba nyinyi hampo, alafu kisha wewe itabidi umwambie kwamba mume wako ametoka na wewe kwenda matembezi, kwa hiyo aje siku nyingine. Rashidi, unahisi kwamba Sebastian atakubali kufanya hiko unachokizungumza? Sijui, ila nahisi anaweza akakubali, kwa sababu mimi na ukikata yeye hatopenda kuonana na mama yako, ile hali ya kuwa wewe haupo kwake, kwa hiyo hawezi kukataa. Okay, sawa, mpigie. Rashidi alichukua simu yake na kisha akampigia Sebastian. Simu iliita mpaka ikakata pasipo kupokelewa. Rashidi alipiga tena, lakini bado majibu yalikuwa ni yale yale. Akapiga tena kwa mara 3, bado simu ilikuwa haipokelewi. Naona hataki kupokea simu huyu fala huyu, aliongea Rashidi huku akiwa na sonya. Sasa tunafanyaje mpenzi? Twende basi tukamwombe tena, labda anaweza akakubali. Achana naye, hatuwezi kukosa cha kumjibu mama yako. Yule ni mzoefu kwenye hii kazi, kwa hawezi kukosa cha kuongea. Rashidi, tusifanye mzaa. Mpango wetu unaweza kugundulika mapema na tena kiurahisi tu, na kwamba twende tukambembeleze. Ujue kama ikigundulika, aibu kubwa itakuwa ni kwangu pamoja na kwa mama, kwa sababu itaonekana kama ni mpango ambao mama kaupanga ili mradi rafiki zake waje kumtunza hela. Okay, basi sawa, mimi nimekuelewa. Jiandae, twende tukaongee naye tena, tuone kama atakubali. Naam, kweli Rozane pamoja na Rashidi walijiandaa na kisha walienda tena Mwembe Yanga nyumbani kwa kijana Sebastian. Walipofika, walibisha hodi kama kawaida, maana mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Sekunde chache mbele mlango ulifunguliwa na kijana Sebastian. Sebastian aliwatazama na kisha akawaambia, nyinyi mmekuja tena au sio? Bado mna ujasiri wa kuweza kurudi hapa nyumbani kwangu?
aliongea kijana Sebastian huku akisimama mlangoni. Rosanne ilibidi amsogelee na kisha kwa upole alianza kuongea. Hebu sikia Sebastian. Mimi najua kama tumekukwaza. Lakini sioni kama kuna sababu ya wewe kuendelea kufanya hili jambo likawa kubwa. Nimetoka kuongea na mamangu muda so mrefu. Atakuwa hapa. Kwa hiyo italeta shida kama hataweza kunikuta hapa. Sebastian, mimi naomba kwanza tumalizane na hili swala la mamangu. Alafu kisha tutasuluhisha huu mgogoro baadaye. Nisikilize kwa makini sana Rosanne. Nisikilize kwa makini wewe mwanamke. Bwana wako kaniumiza sana jana usiku. Angalia hapa kwenye mbavu zangu. Umeona hii plasta? Nimeiweka mara baada ya huyu mume wako kunisababishia kidonda. Lakini pamoja na yote haya, mimi nimechukulia kama changamoto tu za kazi yangu. Uwezo wa kumpiga huyu bwana wako ninao, lakini niliamua tu kuwa mpole kwa sababu nilijua ni wivu tu na ndio ambao unamsumbua. Sasa basi, mimi nilifanya maamuzi yangu. Sipo tayari kuendelea na nyinyi tena. Kama ni ndoa na tayari pesa zimeshapatikana, kwa hiyo naombeni muondoke hapa kwangu. Sebastian, mimi naelewa Sebastian. Lakini jaribu kufikiria mimi nitakuwa kwenye hali gani. Huu sio ungwana Sebastian. Umeshakula mbuzi mzima bado mkia tu. Ina maana kwamba unashindwa kumalizia mkia hili jambo likaisha Sebastian. Mbuzi? Mbona kuna mbuzi ambaye nimemla mimi? Alafu vipi kama wazazi wako wangetaka fungate ukalie nyumbani kwenu? Huyu boya wako singekuja na bastola. Maana kama busu tu kanifanyia hivi, kulala chumba kimoja na wewe, ingekuwaje kwa mfano? Wakati Sebastian anayeongea hayo, Rashidi alipandisha midadi ya hasira mara baada ya kuona, huyu vipi tena? Rashidi alimsogelea Sebastian na kisha akamwambia, sikiliza wewe boya. Mimi sijali umefanya nini. Na sisi tunachokitaka kukuambia ni kwamba chunga huo mdomo wako. Dhibiti maneno yako. Vinginevyo nitakuangusha tena kipigo kizito ukafunge baada nyingine. Maneno haya yalizungumza Rashidi. Sebastian alimtazama Rosanne na kisha akasema, "Unaona Rosanne? Angalia wewe mwenye kauli za mpenzi wako. Alafu unasema kwamba mimi nipotezee hili swala. Hebu sikilizeni ninyi niwaambieni. Mimi ni mtu mzuri tu, tena sana tu, lakini uvumilivu unaponishinda, hakuna mtu mwingine hapa duniani anaweza kuzuia maamuzi yangu isipokuwa Mungu pekee. Sasa msifanye uvumilivu ukanishinda. Maana kama ni kuwavumilia, nimeshawavumilia sana tu. Tafadhali naombeni muondoke hapa." Naam. Kabla Rosanne na Rashidi hawajajibu chochote, sauti ya mama yake na Rosanne ilisikika ikisema, "Waondoke? Kina nani hao waondoke mwanangu?" Aliongea mama Rosanne huku akiwa anawasogelea kwa ukaribu zaidi kwa kina Rosanne. Mama umekuja. Karibu sana mama. Aliongea Rosanne huku akiwa anajichekesha ili mradi mama yake asiendelee kuhoji. Hebu wewe Rosanne tulia. Kaa kimya kabisa, sijakuuliza wewe. Mwanangu Sebastian, kwa masikio yangu mawili niliyopewa na Mungu, nimekusikia. Ukiwaambia hawa waondoke. Nataka unipe maelezo vizuri ili nipate kukuelewa. Huyu ni mkeo na huyu kijana mwingine ni nani? Na anafanya nini hapa nyumbani kwako asubuhi yote hii? Maswali yale ya mama Rosanne yalimchanganya sana Sebastian. Kwa upande wake alikuwa hataki kuendelea kufanya kazi na kina Rosanne. Alikuwa hataki tena kuendelea kuwa sehemu ya mpango wa ndoa feki ambayo wameifanya. Na hata roho ya huruma ikamjia Sebastian mara baada ya kumwona Rosanne akiwa anatilia huruma, akitamani Sebastian ajibu majibu ambayo yataendelea kuupa uhai ule mchezo wao mchafu wa ndoa feki. Mama utakuwa umenielewa tofauti tu. Ni hivi, hapa nilikuwa namuelezea Rosanne pamoja na huyu kijana msaidizi wangu huyu wa ofisini. Nilikuwa nawaambia kwamba kuna watu walikuja ofisini kwangu kufanya fujo
Sasa ndo nikawa nawaambia kwamba waondoke ofisini kwangu, na la sivyo nitawaitia polisi. Ni hivyo tu mama. Kijana wangu Sebastian, unasema kweli? Ndiyo mama. Alafu kwanza tafadhali mama, karibu ndani. Usiendelee kusimama hapa mamangu. Haya mwanangu, asante. Mama Rozane aliingia ndani. Wakati anaingia ndani, Sebastian alimkata jicho Rashidi na kisha akamwambia, sasa kijana, wahi ofisini kule. Hakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Mke wangu Rozane, tuingie ndani. Kauli hii ilimkera mno Rashidi. Rashidi alitamani hata ardhi pasuke vipande vipande na kisha mzike Sebastian mzima mzima. Rozane hakuwa na namna zaidi ya kuingia tu ndani, japo hata yeye mwenyewe hakupenda yale maneno ambayo Sebastian alimwambia Rashidi. Mshenzi wewe, nimekukomesha. Sasa pasuka kichwa kwa wivu, alijisemea Sebastian mara baada ya kuingia ndani. Rashidi ilibidi aondoke pale nyumbani kwa Sebastian huku akiwa na hasira kweli kweli. Njia nzima alikuwa anatembea huku akiongea mwenyewe, yani kana kwamba kama ni chizi. Hakika alikuwa na hasira sana na Sebastian. Mwanangu, mnaonaje maisha yenu baada ya usiku wenu wa kwanza wa ndoa? Aliongea mama Sebastian. Rozane akajibu, mazuri tu mama. Kwa kweli mimi nina furaha sana na ndoa yangu mama. Lakini namuona mumeo kama hayuko sawa. Eti baba, kuna jambo lolote la tofauti huyu bibi kalifanya? Rozane alimtazama Sebastian mara baada ya mama yake kuuliza hilo swali. Sebastian akasema ndio mama, tatizo lipo, alijibu Sebastian. Jibu hilo lilimfanya Rozane kwanza ashtuke mno, kwani alihisi huenda Sebastian anaweza akafichua siri nzima ya walichokuwa wamekifanya. Hata hivyo, Sebastian hakuwa na mpango huo wa kusema ukweli, bali aliamua tu kufanya vile ili kumtesa Rozane kihisia, ikiwa ni sehemu ya yeye kuweza kulipa kile ambacho Rashidi amemfanyia. Niambie mwanangu, huyu bibi kakufanya nini tena? Hamna kitu mama. Nilikuwa nataka tu kumpima Rozane. Sunaona alivyotoa macho kama vile mjusi aliyebanwa na mlango. Kwa hiyo ulikuwa unamtania tu? Ni kweli mama. Kwa hakuna kitu chochote kibaya? Ndio mama, kila kitu kiko sawa. Na sasa ngoja mimi niingie chumbani niwaache mama na mwana mtete vizuri. Au kuna jambo mama unataka kuzungumza na mimi nikiwepo? Hapana mwanangu. Wewe nenda tu kaendelee na mambo yako. Mguu wangu huu hapa umekuja kwa ajili ya huyu bibie. Basi mama, mimi nipo chumbani. Sebastian alikwenda chumbani kwake. Mara baada ya kuingia chumbani kwake, mama Rozane alianza kuongea. Wewe Rozane, nataka uniambie nini kinachoendelea? Rozane aliogopa sana mara baada ya mamake kuuliza vile. Kwa akili zake alihisi huenda tayari mama yake kashaujua ukweli kuhusu ndoa yao. Mama, mbona sikuelewi? Kwani mama unazungumzia nini? Huelewi? Sasa huelewi kivipi binti yangu? Kwani wewe Kungi hakukufundisha vizuri? Kungwi hakukufundisha vizuri? Kivipi mama? Bado sijakuelewa. Hebu nisikilize vizuri. Huyu mumeo anacheka tu, lakini naona kabisa hana raha kabisa. Hebu niambie ukweli. Mligombana usiku, si ndio? Hapana mama. Yaani kwanza kwa nini tugombane? Sasa mbona mwenzio hana furaha kabisa? Yaani naona kabisa akajitahidi kujichekesha tu mbele yangu, akidhani kwamba mimi siwezi kujua kama nyinyi hampo sawa. Nisikilize, mimi ni mtu mzima. Nimeishi haya maisha ambayo nyinyi mmeanza jana tu. Kwa hiyo najua mambo mengi tu kuhusu ndoa. Kwa nini sasa hivi mumeo yupo kwenye ile hali? Au wewe hukumpa haki yake ya ndoa na ndio maana yuko vile, si ndio? Jamani mama, humjui tu vizuri Sebastian. Vile ndivyo alivyo. Kuna nyakati unaweza kuhisi kama matatizo au labda kuna jambo linamsumbua kwenye akili yake, lakini kumbe mwenzio ndo anafurahia maisha tu. Kwa hiyo mama, wala yani hata sikusumbue kabisa. Una uhakika binti yangu?
Ndiyo mama, ondoa shaka kabisa kuhusu hilo. Naye sawa, kama unavyosema ni hivyo. Sasa kuna jambo lingine. Jana usiku wakati harusi inaendelea, mama Zena yule anaishi kule juu kule karibu na nyumbani kwa mama yako mdogo, si unamjua? Ndiyo mama. Sasa jana wakati harusi inaendelea, aliniambia mambo ambayo kusema ule ukweli amenichanganya sana kichwa changu. Mambo gani hayo mama? Hebu niambie na mimi nijue kwanza. Kaniambia kwamba aliwahi kukuona wewe na Maria maeneo ya Tandika Kilimahewa, nyumbani kwa Bi Mwanja. Temeke hii nzima Bi Mwanja anajulikana kwa kuandaa ndoa feki. Nataka uniambie mlikuwa mmefuata nini nyumbani kwa Bi Mwanja? Rozane aliangua kicheko kikali kilichomfanya mama yake akibaki kimshangato. Sasa wewe kinachokuchekesha hapo ni kitu gani? Au mimi nimekuwa mdoli hapa mbele yako? Hapana mama, sina maana hiyo. Unajua mama, nimecheka kwa sababu umetaja habari za ndoa feki. Yaani mimi na mume wangu ndoa yetu ni feki kwa maana hiyo. Sikiliza mama, hayo ni maneno tu ya watu mtaani, achana nayo. Si unajua kwamba sio kila mtu anakutakia mema kwenye maisha. Mimi nina uhakika mama, yule mama Zena roho itakuwa inamuuma kuona kwamba binti yake kaangamia kwa nani, ameangukia kwa changudoa maarufu Temeke nzima. Sasa alitaka na mimi niwe kama binti yake, lakini kashindwa. Kwa ndo maana kaishia tu kuongea umbea ambao hauna mbele wala hauna nyuma. Hebu nisikilize wewe Rozane. Sikiliza, namjua vizuri mama Zena. Ni kweli ana tabia za kusambaza vijimaneno, lakini hiki alichoniambia unajua kimenishtua kidogo, kwa sababu hata maandalizi ya harusi yenu mbona yamekuwa ya ghafla sana. Mama, sitaki kuamini kama nawe mama yangu mzazi unakwenda kumwamini mtu baki kuliko mimi binti yako wa kumzaa. Rozane, nakuamini sana mwanangu, na ndio maana nikaona hapana, lazima nije kupata ukweli kutoka kwako. Sasa kwa kuwa umesema sio kweli, basi tuachane na hizo story. Pesa zenu za matunzo nimeizingiza kwenye akaunti yako. Si umepata message? Hata sijaangalia kwenye simu mama, ila kama umeniwekea basi itakuwepo tu. Haya, mmepanga kuzifanyia nini hizo pesa? Maana ni pesa nyingi ujue. Kwani ni shilingi ngapi mama? Mmepata milioni 18. Sawa. Hata sijui tuzifanyie nini, lakini nikikaa na mume wangu tutatafuta tu biashara nzuri ya kufungua. Sawa, maamuzi ni ya kwenu. Alafu vitu vyenu vile inabidi mje mvichukue. Si unajua pale nyumbani ndugu wenu wanakutajataja, ndugu wengi wanakutajataja. Wataanza kupata tamaa ya kutaka kuchukua vitu vyako ulivyotunzwa kwenye harusi yako mwanangu. Mwambie mumeo mfanye mpango haraka mje mvichukue vitu vyenu. Sawa mama, nitamwambia. Rozane pamoja na mama yake waliendelea kupiga stori za hapa na pale mpaka mchana ulipoweza kufika. Rozane aliandaa chakula cha mchana, wakala, na kisha mama yake aliaga na kisha aliondoka. Baada ya mama yake Rozane kuondoka tu, naye Rozane alianza kujiandaa kwa lengo la kutaka kuondoka pia. Kwa hiyo hutosema hata asante kwangu, sina maana yake, aliongea Sebastian huku akiwa amesimama mbele ya Rozane. Niseme asante? Yaani kwa nini niseme asante? Kwa sababu nimetunza siri yako kwa mama yako. Japokuwa yule boya wako yule aliniumiza jana. Kwanza koma wewe. Bwanangu mimi sio boya. Na kama uwezi kutaja jina lake, basi ni bora tu ukawa humuongelei kabisa, vinginevyo utaumia. Nitaumia. Yaani unataka kumaanisha kwamba na utanipiga ama ni vipi? Naweza kukupiga. Tena mimi napiga vibaya zaidi hata kuliko mpenzi wangu, upo? Hebu acha kunichekesha bwana. Alafu jua kuna jambo linanishangaza sana. Jambo gani? Sema haraka, nataka kuondoka zangu nirudi kwa bwanangu. Huyo jamaa kakupa nini? Maana unaona vile unampenda sana ni kupita maelezo. Yaani mpaka inafika stage Rozane na kuonea huruma. Ikitokea siku ukaambiwa kafariki, sijui utakuwa kwenye hali gani wewe? Hivyo unajielewa kweli? Nakuuliza, hivyo unajielewa? Na ndio maana Rashidi kakupigia. Yaani wewe bado hujitambui kabisa wewe mwanaume. Yaani wewe ni mwanaume kamili lakini hujitambui.
Na mwanaume kwanza aliye kamili hawezi kuongea upuzi kama huu ambao unaozungumza wewe. Kumbe naongea upuzi. Basi sawa, wewe nenda. Ila usirudi tena hapa nyumbani kwangu. Naam. Rozani hakumjibu kitu, badala yake alifungua mlango na kisha aliondoka zake. Moja kwa moja alirudi kwa mpenzi wake Buza kwa Mpalange. Rozani. Vipi, mbona kama vile uko sawa? Amna Rashidi, nipo sawa tu. Hapana Rozani, mimi nakujua vizuri. Niambie ule mpuzi kafanya nini kibaya? Hamna haja mpenzi wangu. Nadhani tujadili tu jambo ambalo ni la umuhimu kwa sasa. Nakusikiliza. Kwenye matunzo ya harusi yetu tumepata milioni 18. Inabidi tuuze vile vitu tulivyotunzwa ili tufikishe milioni 25 ya deni. Sasa itakuwaje kuhusu wazazi wako? Vipi kama watahoji kuhusu sisi kuuza hivyo vitu? Hawawezi kuhoji kwa sababu vile vitu ni vya kwetu. Okay. Sasa hapa kesho itabidi ukavichukue vitu vile wewe kule nyumbani. Kule kwa mama uvilete hapa nyumbani kwako. Rozani, mimi nawezaje kufanya hivyo wakati mimi sio mhusika wa hivyo vitu? Mimi nitaongea na mama. Nitamwambia kwamba nimekutuma uende ukavichukue vile vitu. Kwa hiyo hakutokuwa kuna shida yoyote katika hilo. Basi sawa. Hamna shida. Bora tumalize ile swala mapema. Maana yule mpuzi yule Sebastian ananikera vibaya mno. Achana naye baby. Asikumize kichwa Sebastian. Naam. Siku iliyofuatia Rashidi alikwenda mpaka nyumbani kwa kina Rozane, akajitambulisha kwamba yeye ametumwa na Rozane kwa ajili ya kuja kuchukua vitu vyote ambavyo Rozane alitunzwa siku ya harusi yake. Mama Rozane alipomwona tu Rashidi, alimkumbuka vizuri ya kwamba ndiye kijana aliyemkuta siku ile asubuhi alipokwenda nyumbani kwa binti yake. Kumbe ni wewe kijana, ni msaidizi wa Sebastian eh? Haya baba, pita ndani. Pita ndani na watu wako mkabebe vitu. Vipo kule kile chumba kule. Kauli ya mama Rozane ilimfanya Rashidi kuitwa msaidizi, eti msaidizi wa Sebastian. Hii kauli ilimkera sana Rashidi, lakini hakuwa na namna zaidi ya kujichekesha tu huku akiingia ndani na watu waliokuwa wamekuja nao hapo kwa ajili ya kubeba vitu hivyo. Waliweza kuvipakia kwenye gari, ilikuwa ni fuso, na kisha waliondoka zao. Wiki moja mbele, Rashidi pamoja na Rozane walifanikiwa kuuza vile vitu vyote. Waliweza kulipa deni la nyumba lote la milioni 25 na pesa iliyobaki waliamua kuiweka kwenye akaunti kwa ajili ya kufanya biashara hapo baadaye. Siku zikaendelea kusonga na hatimaye miezi miwili ilipita. Kipindi chote hicho tayari Rozane alikuwa kaamua kuhama mazingira kwa Sebastian. Alihama mazima. Alikuwa hata haendi tena kushinda mchana kutwa. Yaani si walikubaliana hivyo, lakini Rozane akawa haendi hata hiyo mchana yenyewe. Siku moja, majira ya saa 5 za asubuhi, Sebastian akiwa nyumbani kwake, ghafla tu utulivu wake ulikatishwa na mlio mkali mno wa simu yake iliyokuwa iko mezani. Sebastian alikunja uso na akatazama. Ilikuwa ni namba mpya ambayo haikuwa kwenye orodha yake ya marafiki waliokuwa anashirikiana nao kibiashara. Kwa kusita kidogo, Sebastian alichukua ile simu na kisha alipokea. Yes, hello? Alisema kwa sauti yake nzito na yenye mamlaka. Habari yako? Ilikuwa ni sauti ya kiume iliyokuwa ina haraka na upole wa kitaalam. Ilisikika kutoka upande wa pili. Bila shaka wewe ni Mr. Sebastian, mume wa Bi Rozane, si ndio? Sebastian alihisi kama moyo wake ukidunda kwa nguvu mara moja. Jina la Rozane lilikuwa ni kama kengele ya hatari ambayo alikuwa akijaribu kuizima kwa siku nyingi mno. Hapo Sebastian alisita kidogo, alivuta pumzi ndefu na kisha akataka kusema hapana, lakini akakumbuka ya kwamba kisheria na mbele ya jamii, yeye ndiye mwanaume anayewajibika kwa binti huyo, kwa maana ya kwamba bado walikuwa hawajatalakiana. Sebastian ilibidi akubali kwa kusema ya, ni mimi. Okay, basi tunaomba uje hapa hospitali ya Temeke mara moja. Mke wako kaletwa hapa akiwa na hali mbaya sana, amepoteza fahamu ghafla akiwa njiani. Tunaomba uwai haraka na taratibu zingine ziweze kuendelea. Sauti ile ilipomaliza kusema hivyo, na kabla Sebastian hajauliza swali jingine, simu ilikatwa. Alibaki ameshikilia simu mkononi kama vile sanamu. Rozane yuko kwenye hali mbaya. Rozane amepatwa na nini?
Aliwaza, alihisi hasira ikimpanda Sebastian. Alijua fika kuwa Rozane anaishi na Rashidi. Sasa kwa nini yeye apigiwe simu? Lakini akili ya kibiashara ilimkumbusha kuwa jina lililopo mbele yake yeye ndo mume wa Rozane. Jina lake ndilo lililopo kwenye faili la mke mtarajiwa na ndilo linalotambulika hospitalini. Bila kupoteza wakati, alivaa pale suruali ya jeans na shati, alichukua funguo za gari yake na kisha akaelekea hospitali ya Temeke. Sebastian moyoni alikuwa kilaani sana kwenda huko hospitalini. Sema tu hakuwa na namna nyingine. Alipofika hospitalini, harufu ya dawa na kelele za wagonjwa zilimkaribisha. Alielekezwa kwenye wodi ya dharura. Alipokaribia kwenye mlango wa wodi hiyo, alimwona Mama Rozane akitokea ndani. Mara tu mama huyo alipomwona Sebastian, uso wake uling'aa kwa furaha ambayo Sebastian hakuwahi kuiona tangu wafahamiane. Alimkimbilia Sebastian na alimshika mikono kwa nguvu mno na kisha akasema, Sebastian mwanangu, karibu. Karibu sana. Mungu ni mwema. Mungu amesikia maombi yetu. Mama Rozane alikuwa akiongea kwa sauti ya juu mno, akicheka na kulia kwa wakati mmoja. Sebastian alibaki anashangaa kwamba, mama, imekuwaje? Mbona sielewi? Kwani Rozane ana hali gani? Nimeambiwa na hali mbaya. Kabla Mama Rozane hajajibu, Mzee Msafiri alitoka wodini, uso wake ukiwa na tabasamu pana ambalo liliondoa ule ukali wake wa kawaida. Na alipomwona Sebastian, alipiga hatua za haraka na kumkumbatia mkwe wake kwa nguvu, akampiga mgongoni kwa furaha mno. Hongera sana mwanangu Sebastian, Mzee Msafiri alisema kwa sauti iliyojaa na ufahari. Hongera sana kijana wangu. Baba, hongera ya nini? Mke wako ni mjamzito. Asante sana kwa kuniletea mjukuu. Asante kwa kuleta baraka kwenye nyumba yangu. Wewe kweli ni kidume cha mbegu. Kwa sekunde kadhaa, dunia ilisimama kwa upande wa Sebastian. Alihisi kama kapigwa na shoti ya umeme. Masiku yake yalianza kutoa mlio wa ajabu, miguu yake ikawa imemlegea kiasi cha kutaka kuanguka. Alibaki macho yamemtoka, mdomo uko wazi, lakini hakuna sauti iliyomtoka kijana Sebastian. Mjamzito? Sebastian, hili neno lilijirudia mno moyoni mwake. Hasira kali ilianza kufukuta ndani kifua chake kama volkano inayotaka kulipuka. Akili yake ilifanya hesabu kwa kasi ya mwanga. Yeye na Rozane hawakuwahi hata kudinyana, yaani hata kushikana mikono kwa mahaba, hawakuwahi. Achilia mbali kulala kitanda kimoja. Walikuwa ni washirika wa biashara ya uongo, mkataba wa makaratasi na saini, na istosha alijua kuwa Rozane alikuwa akishinda na kulala kwa Rashidi kila siku. Hii ilikuwa ina maana moja tu, mimba ile ilikuwa ni ya Rashidi. Mwanaume yule wa baiskeli na hasira za kitoto ndiye aliyekuwa ameweka mbegu ndani ya Rozane. Na sasa yeye Sebastian alikuwa anapongezwa kwa mafanikio ya mwanaume mwingine. Sebastian alihisi kudhalilika. Alihisi kutumika kama gari la kubebea takataka. Sebastian, mbona umekaa kimya mwanangu? Furaha imekuzidi kiasi hiko? Mama Rozane aliuliza huku akimtazama mkwe wake ambaye sasa alikuwa na kigugumizi cha mawazo. Sebastian alijitahidi kuvuta pumzi, macho yake yalikuwa yakiwaka moto kwa chuki ya siri dhidi ya Rozane. Sebastian alitaka kuingia ndani ya ile wodi, amnyake Rozane shingoni, amuulize inakuwaje hili. Lakini alipowaona wazazi wa Rozane, Mzee Msafiri na mkewe wakimtazama kwa matumaini na kwamba huenda akawa na furaha, kwa Sebastian alijua kabisa kuwa akisema ukweli hapa sasa hivi atakuwa amejichimbia kaburi la maisha. Sebastian alilazimika kutabasamu, tabasamu ambalo kwake lilikuwa ni baya zaidi kuwahi kutokea usoni mwake. Baba, asante baba. Ni surprise tu, sikutegemea hizi habari leo. Sebastian alidanganya, sauti yake ikiwa imepasuka kidogo. Huyo ndiye Rozane wetu, Mzee Msafiri alisema huku akimshika bega Sebastian. Sasa hivi anatakiwa kupumzika, na daktari amesema
alipata mshtuko uliotokana na uchovu na hali mpya ya mwili. Hebu nenda kamwone mke wako, mpe moyo. Sisi tunaenda nyumbani kujiandaa na kumpikia supu ya maana. Leo ni sikukuu kwa familia yetu. Wazazi wa Rozane waliondoka kwa madoido, walimwacha Sebastian peke yake mlangoni pale mwa wodi. Sebastian alisimama kwanza kwa muda, alijaribu kutuliza mikono yake iliyokuwa ikimtetemeka kwa hasira. Aliusukuma mlango wa wodi hiyo, akaingia ndani. Rozane alikuwa amelala kwenye kitanda akiwa amewekewa drip na alionekana ni mchovu na mwenye rangi ya kijivu usoni. Alipoona Sebastian anaingia, macho yake yalijawa na hofu na hatia. Alijua kabisa ya kuwa muda wa hukumu umewadia. Sebastian alitembea taratibu mpaka kando ya kitanda. Hakuongea neno. Alimtazama Rozane kwa jicho ambalo lingeweza kukata chuma. Alivuta kiti na kuketi karibu naye, akasogea karibu na sikio la Rozane kiasi kwamba Rozane aliweza kusikia maneno ya Sebastian. Hongera sana mke wangu mpendwa. Sebastian alinong'ona kwa sauti ya baridi iliyopitiliza. Nimeambiwa nimeleta mjukuu kwa mzee Msafiri. Sasa nakuomba uniambie Rozane, tangu lini mimi na wewe tulilala pamoja mpaka ukapata mimba? Au kuna miujiza imetokea? Umeombewa kwamba mimi sijui? Lini mimi nimekuchovya wewe mpaka ukapata mimba Rozane? Usiniletee sanaa za kuigiza. Rozane alishusha pumzi, machozi yakimbubujika. Alijaribu kuuficha uso wake lakini ilishindikana. Sebastian, nakuomba unisamehe. Sikupanga hili litokee. Mimi na Rashidi tulikuwa... Nyamaza, mpumbavu nini wewe? Nyamaza Rozane. Rashidi kila siku Rashidi. Unajua umefanya nini leo? Wazazi wako wananikumbatia wakizani mimi ni mwanaume bora. Kumbe nimegeuzwa kuwa kifuniko cha uchafu wenu. Hii sio biashara tena Rozane, huu ni uhujumu wa heshima yangu. Sebastian, tafadhali usiseme ukweli kwa sasa hivi. Utamuua babangu. Usinishike. Tafuta namna ya kusema kwamba mimba imeharibika baada ya muda. Lakini sasa hivi naomba tushirikiane. Nitafanya lolote unalotaka Sebastian. Utafanya lolote Rozane? Kwa hiki siwezi kuvumilia. Ni lazima ukweli ujulikane. Siwezi. Alipiga hatua moja nyuma kutoka kwenye kitanja cha Rozane. Alionekana ni kama mtu aliyekanyaga mkaa wa moto. Uso wake Sebastian ulikuwa umebadilika rangi. Mishipa ya shingo ilikuwa imesimama kama kamba na macho yake kijana Sebastian yalikuwa yamemtoka kwa ghadhabu ambayo haikuweza kuzuiliwa tena na kuta za wodi hiyo. Rozane, ni haiwezekani. Lazima familia yako ijue ukweli halisi. Mimba hii sio ya kwangu. Potelea pote. Nimekubeba sana Rozane, lakini hubebeki. Haiwezekani. Sasa huyo Rashidi wako mbabe mtemi, sasa hili alibebe. Yesi anajifanyaga mwamba. Siwezi tena kuvumilia kwenye hili. Naam. Hatimaye Sebastian hawezi kuvumilia tena kwenye hili. Sasa itakuwaje mazee? Aya, ndo feki ya Sebastian na Rozane. Ala. Ehe. Aya. Oho. Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 6, simulizi tamu ya kuitwa Binti Rozane kutoka kwake Saidi JR. Langu jina naitwa Anko J Simulizi. Asante bwana, nikutakia wakati ulio mwema.